mtazamaji, natumai mzima wa siha popote unapotegea kipindi cha Jahazi la Elimu juma hili, ambapo naungana nawe tena. Na leo nipo katika shule ya msingi ya Milimani Star Junior katika eneo la Kiserian katika kaunti ya Kajiado. Na tutakuwa tunaangazia ujumuishaji ambao umekuja na elimu ya umilisi ya CBC, ambapo imeingia katika masala ya elimu na pia masala ya michezo. Ujumuishaji huu unaleta maana gani katika elimu ya mwanafunzi? Tukiangazia kwamba shule hii ina somo la lugha ya ishara, tutakuwa tunaangalia umuhimu wa somo hili na wanafunzi wanapoendelea kubobea katika somo lenyewe, na pia kuangazia michezo mbalimbali ambao wanafunzi wanajihusisha katika shule hii ya msingi. Karibu, jina langu ni Hadia Mosi. Na mtazamaji, nimeungana na mwalimu mkuu wa shule hii ya Milimani Star Junior, na atakuwa anatujuza labda uamuzi wa kuwepo na klabu cha kuwepo na somo la lugha ya ishara na maamuzi tu mengine kwa jumla katika kuweza kufanikisha mtalaa wa CBC yanakuwaje na hususan katika shule hii. Karibu sana mwalimu, jitambulishe jina lako na tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na baadhi ya masuala niliyogusia. Kwa majina yangu naitwa mwalimu Rosemary na mimi ni mwalimu mkuu wa shule hii ya Mlimani. Na kwa sababu ile ilifanya sana tuangazie hii masomo ya ishara ni kwa sababu tuliona ya kwamba huko nje kuna watu ambao wengine hawawezi ongea, na tukaona baadhi ya matelevisheni huwa inaleta habari zake na kuna mtu ambaye pale anatafsiri kwa lugha ya ishara. Tukaona ni vizuri pia tuanzishe hapa kwa shule yetu. Walimu na wanafunzi walipokeaje kuwepo kwa mtazamo huo na pia maoni hayo kama kuanzishwa kwa darasa ama lugha ya ishara shule? Walimu walifurahia sana, lakini wale waliofurahia zaidi ni wanafunzi. Maana hiyo siku ambayo tumeweka hilo somo, unakutanga hata wanafunzi ndio wanakujia mwalimu kumuuliza nini leo, bona tumechelewa. So walifurahia sana watoto. Na wazazi nao? Wazazi nao pia walifurahia, maana tunapokuwa tunafunga shule mwisho wa mwaka, huanga tukiwaletea zile zingine ambazo ni za kuwachangamsha, pia inakuanga baadhi pale ndani. Na wazazi pia walifurahi sana. Changamoto zimekuwa ni zipi katika kuhakikisha sasa ile ndoto mliokuwa nayo inaweza kutimia katika kuwepo kwa somo ama masomo ya lugha ya ishara shuleni? Tumeona darasa ambalo lina wanafunzi wamepiga hatua kubwa tangu kuanzishwa kwa somo hilo, lakini kuendelea mbele changamoto zimekuwa ni zipi, na pia labda manufaa na mafanikio yamekuwa ni? Changamoto kuu ambayo tunakuanga nayo ni kwamba tuna mwalimu mmoja ambaye anaelewa hii lugha ya ishara. Kwa hivyo wakati yeye hayuko, hatuwezi endeleza hilo somo, maana lazima ni yeye tu tunategemea. Na mafanikio ni yapi tangu kuanzishwa kwa somo? Mafanikio ni mengi kwa sababu wanafunzi wamesoma na pia wanapeleka hiyo mambo hata nyumbani kwao. Unakuta wengine wanaambia wazazi wao, hii siku ya leo hatutaongea kwa mdomo, tutaongea kwa ishara. Sasa unakuta pia hata wazazi wanatamani sana kusoma, ndio isikuwe changamoto kuongea na watoto wao. Tunajua kwamba mtalaa wa CBC una masomo mengi ya ziada, hususan ukiangazia michezo na vile vilabu ambavyo viko shuleni. Kila shule inachagua vilabu vya kuwepo navyo na pia masomo ya ziada, hususan michezo ya kuwepo nayo kulingana na sababu mbalimbali. Yapi ambayo mmeangazia shuleni kwenu kuwepo kwa masomo ambayo mmeyachagua katika masala ya michezo? Tumeona wanafunzi wakicheza mchezo wa mpira wa volleyball, na tumeona lugha ya ishara, na kuna vilabu vingine ambavyo viko shuleni kwenu. Sababu kuu ya sisi kuangazia ama kuchukua hii somo la ishara somo la ishara ni kwa sababu tuliona mashule zingine huwa hawapeani huu mfumo, na ili tunataka kutangaza hata shule yetu, tukaona tuanzishe kitu tofauti na vile wengine wanavyofanya. Na ikija kwenye masuala mengine ya si somo la ishara pekee yake, lakini michezo pia mnachagua kuwa nayo shuleni? Hiyo mambo ingine kama ni ya mchezo na haya mambo mengine tunakuanga nayo shuleni, tuliona pia mwalimu akija anasema kando na kufunza kuna kitu kingine ambacho anaweza saidia shule nacho. Kwa hivyo hatutakangi ile talanta ya yule mwalimu ilale tu bila kufanyishwa kazi. Naam. Bila shaka nafikiri inakuwa inasaidia walimu kuendeleza vipaji vyao na pia bado kufanya kazi. Kabisa. Hongera sana kwa kazi nzuri na asante. Asante pia. Shukrani.
Na mtazamaji, tumeona wanafunzi wakionyesha umahiri wao katika mchezo wa volleyball. Nimeungana na mwalimu ambaye anashirikia ama anashughulikia kuwanoa wanafunzi katika kubobea kwenye mchezo huo. Atakuwa anajitambulisha jina lake na kutujuza ni yapi ambayo anaangazia wakati mwanafunzi anaonyesha kuwa na hamu ya kutaka kucheza mchezo huu kuanzia umri mdogo. Karibu sana mwalimu. Asanti. Kwa jina mimi naitwa Mwalimu Edwin Omoto. Mimi nafunza katika shule ya msingi ya Milimani. Mimi ndiye mwalimu ambaye amesimamia mchezo wa volleyball. Katika kuangalia kipaji cha mwanafunzi, lazima uone kuwa mwanafunzi huyu ana hamu ya kutaka kujua kwanza kucheza mchezo wenyewe. Akionyesha dalili za kuwa na hamu, pale utampeleka uwanjani una mpira wenyewe ili uweze kuangalia kama huyu mwanafunzi kweli hii hamu yake anaweza ifuatilia. Jambo la pili, kwa kumtupia yule mwanafunzi yule mpira, jinsi atakavyokurejeshea ule mpira utajua huyu mwanafunzi kweli ana kipaji cha kucheza huu mpira. Mwanafunzi anahimizwa kuanza kufuatilia kipaji chake katika mchezo wa volleyball akiwa na umri gani? Nadhani mwanafunzi wa grade ya 6, hapo mwanafunzi yule misuli imeshakuwa angalau ina uwezo wa kusukuma ule mpira. Vile vile kuna mpira uzito kulingana na rika ya mwanafunzi. Kwa hivyo mwanafunzi tuanzie kwanza grade ya 3, mwanafunzi utampatia ule mpira ambao uzani wake unatoshana na ile misuli yake. Akienda grade ya 4 hivyo hivyo paka grade ile ya juu. Kwa hivyo uzito wa mpira ndio unalingana na ile grade ambayo utapatia yule mwanafunzi. Ni zipi katika kufika viwango vya kitaifa na kimataifa katika mchezo huu kwa wale wanafunzi waliokuwa na hamu ya kubobea kwenye? Jambo la kwanza ni vifaa vya matumizi. Unapata shule ina idadi kubwa ya wanafunzi, ila mpira wa volleyball huenda ni mpira mmoja. Kwa hivyo pale kuna ile kundi la wavulana, kuna kundi la wasichana. Kwa hivyo mpira mmoja kuchezesha wanafunzi wengi inakuwa ni changamoto. Pili, huenda shule iko na neti moja ama uwanja wa shule pia sio mkubwa vile. Kwa hivyo wao wanafunzi wanasumbukana, wengine wanakimbizana kuchukua ule mpira mmoja katika uwanja ambao si mkubwa vile vile. Tatu, ukiangalia katika mtaala huu wanasema ndio tunaangalia vipaji, lakini serikali bado haijawekeza sana katika kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata vifaa vile vya kutosha. Vile vile watu ambao wanastahili kuwa wanakuja katika mashule wanaangalia wanafunzi na kuweza kuwa kama daraja ya kuwaweka katika kiwango kile kingine ama ile timu ya taifa inakuwa pale bado haijakuwa sawa. Asante mwalimu na kila laheri. Asante, nashukuru. Ndoto yako katika kucheza mchezo huu wa volleyball ni ipi? Ndoto yangu ya kuwa mchezaji wa volleyball ni nishinde vikombe na nikipata masaa yangu ya kucheza naweza cheza na nisikie vizuri. Naam. Kila la heri. Nawe pia. Naam, nimeongea na mwanafunzi Abigail Mumbi
na yeye anasema amekuwa na hamu ya kucheza mchezo huu wa volleyball tangu akiwa mtoto. Labda karibu sana Abigail, jitambulishe jina lako kwa wale wanaokutazama na pia utueleze labda ulianza kupenda mchezo huu wa volleyball ukiwa umri gani na ni kwa sababu gani? Naitwa Abigail Mombi. Nilipenda mchezo huu wa volleyball kuanzia nikiwa umri wa 9 na ningependa kuwa mchezaji mzuri. Kwa nini ulipenda mchezo huu wa volleyball? Labda umeona wazazi wako wakicheza ama uliugundua ukiwa umri gani? Na ni kipi ambacho kilikufanya uwe na hamu ya kutaka kuwa mchezaji wa volleyball? Venye nilikuja hili shule, nilipata walimu wana train watoto kucheza huu mchezo. Sasa walinitia moyo, nikajua kucheza. Mbona hukuanza awali? Kwa nini, kipi ambacho kilikufanya uchelewe kuanza kucheza mchezo huu? Kwa sababu uko grade ya 6 na unasema umeanza kucheza mchezo wa volleyball mwaka huu. Kipi ambacho kilikuwa kinakufanya uwe na uoga? Ilikuwa unahisi labda nguvu hazitoshi ama ulikuwa unaogopa ule mpira ama tofauti ilikuwa ni gani wakati huo na sasa? Ni marafiki ambao nilikuwa nao walikuwa wananiweka chini sana. Walikuwa wanakuambiaje? Walikuwa wananiambia hii mchezo wa volleyball siwezi. Kwa nini? Sijui. Na wazazi wako wanahisije sasa hivi vile umejiunga na timu ya kucheza volleyball hapa shuleni? Wazazi wangu wanahisi vizuri sana kwa sababu nimeweza kujua kucheza hii mchezo wa volleyball. Naam, sawa. Kila la heri. Asante. Sawa, wamemalizia kupaka rangi. Kisha tuko na wengine hapa ambao pia wamefanya vizuri, wamemalizia. Kuna wengine hapa sawa kabisa. Habari zenu? Nzuri. Habari zenu? Mko salama? Haya, leo tutajifunza siku za wiki. Tutajifunza nini? Siku za wiki. Haya, siku za nini? Wiki. Siku za wiki tuna Jumatatu,
5 Hii nyingine ni nini? Haya, tunajifunza siku za wiki. Siku za wiki. Haya, Jumatatu kwa ishara. Jumatatu. Tena? Jumatatu. Jumanne. Tena? Jumanne. Jumatano. Jumatano. Alhamisi. Alhamisi. Tena? Alhamisi. Haya, Ijumaa. Ijumaa ama Ijumaa. Haya, Ijumaa mara tena? Ijumaa. Ama gani? Ijumaa. Haya, Jumamosi. Jumamosi. Tena? Jumamosi. Alafu ya mwisho tuna Jumapili. Jumapili? Jumapili. Jumapili. Mara tena tufanye siku za wiki. Siku za wiki. Tena? Siku za wiki. Jumanne. Jumatano. Jumatano. Alhamisi. Sasa nitauliza maswali, nikikuuliza ni siku gani, mmoja anasimama ananijibu. Sawa? Alhamisi tuifanya vipi kwa lugha ya ishara? Vizuri, tumpatie makofi. Haya, Jumapili. Jumapili, naam. Jumapili. Vizuri, tumpe makofi. Jumatatu. Farel. Vizuri, makofi kwake. Haya, tuko na Jumanne. Vizuri. Tuko na Jumatano. Mbua. Vizuri, makofi kwake. Naam, katika somo la lugha ya ishara ambayo sisi kama tasnia ya wanahabari tunaitumia mara nyingi katika taarifa za habari, nimeungana na mwalimu Lilian ambaye anafunza somo hilo la ishara, lugha ya ishara katika shule ya msingi na sekondari msingi. Karibu sana kwenye kipindi, jitambulishe majina yako na umekuwa ukifunza lugha ya ishara kwa muda gani kwenye tasnia ya ualimu? Asante sana. Kwa majina naitwa mwalimu Lilian. Nimefunza kwa muda wa miaka kama 4 hivi. Manake sikuianzia hapa shule ya msingi ya Milimani. Nimekuwa nikifunza shule nyingine ndio nikaja hapa shule. Na wanafunzi unaowafunza somo la lugha ya ishara ni kuanzia muda upi, na labda kuna sababu zozote, kwa sababu labda ya kuelewa haraka, ama wanafunzi anaweza anza tu akiwa na muda wowote? Mwanafunzi anaweza anza akiwa na muda wowote, manake inategemea na mtu mwenyewe. Ukiipenda unaifanya kwa urahisi. Hatuisukumii lugha ya ishara, manake inafaa itoke ndani. Manake ukimsukumilia mtu ataifanya tu, manake umemsukuma afanye. So sisi upenda hapa katika shule ya msingi ya Milimani itoke ndani ya mwanafunzi. Tofauti katika kuwafunza wanafunzi lugha ya ishara kutoka gredi ya chini labda ya 4 na ukilinganisha na sekondari msingi, tofauti ni gani wewe kama mwalimu na pia unavyoona wanafunzi wakipokea masomo yenyewe? Tofauti ipo katika shule ya msingi ya sekondari. Wanafunzi huwa ni rahisi kuishika ile lugha. Kwa kimombo tunasema they are mature. Ningesema wale wako mature zaidi ya wale wa grade ya 4. Wale huwa wanafunza kwa urahisi sana na wanaishika kwa urahisi. Pia huwa tunazungumza nao kwa urahisi sana. Na yapi ambayo yanafanywa ama mnafanya shuleni kuhakikisha kuna
ule mtiririko wa kufanya mazoezi, kwa sababu lugha ya ishara inatumika na wachache, na licha ya kupata mafunzo hayo wengi wanasahau kuitumia na labda kuitumia katika mawasiliano, hususan kwa sababu ya kukosa kuwa na mazoefu ama uzoefu wa kuitumia. Ni vigezo vipi ambavyo mmeweka shuleni kuhakikisha hayo hayafanyiki? Kwanza shuleni kila siku ya Jumatano kama leo huwa tuna siku ya kuzungumza katika lugha ya ishara. Pia tunawaambia wenyewe kwa wenyewe wafanye mazoezi, na pia pale wanaishi wakipatana na mtu asiyesikia wanazungumza naye. Hiyo inakuwa rahisi, wasahau kwa urahisi. Labda yapi ambayo ungesema ni muhimu kuangazia kwa mwanafunzi aliye na hamu ya kutaka kujua lugha ya ishara? Kwanza unapaswa uipende. Ukiipenda kila kitu inakuwa rahisi kuipenda, na pia unapenda pia wale watu wasiosikia. Maanake huwezi fanya kitu ambao uipendi. Mimi wanawaambia ukiipenda unaifanya kwa urahisi. Kama mimi vile niliipenda, nilijua nilikuwa mtoto mdogo, so niliipenda tu. Hiyo ndio moto yangu. Ukiipenda inaingia rahisi, inanga kulazimisha. Ukiipenda tu tunasema ina flow. Yeah. Bila shaka. Asante sana mwalimu. Asante sana. Na bila shaka hilo ni jina langu, ishara za jina langu Hadi. Asante sana, kazi nzuri, na kazi nzuri pia, hongereni wanafunzi. Asante. Na bila shaka, na tutakuwa tunaendelea kuangazia hayo na kuzungumza pia na wanafunzi. Kama mlivyowaona wanajua kutumia lugha ishara, ni yapi ambayo yamewasukuma mbali na kuipenda kuhakikisha wanabobea katika lugha hiyo. Siende mbali. Nimeungana na mwanafunzi mmoja ambaye ni miongoni mwa wanafunzi wa grade hii ya 6 ambaye anajifunza lugha ya ishara. Karibu sana Joy. Labda tuonyeshe kwa lugha ya ishara jina lako linaandikwaje? Bila shaka. Joy, kwa nini umependa kufanya lugha ya ishara? Kwa sababu mwalimu wao amesisitiza kwamba lazima uipende kabla kuweza kubobea katika lugha yenyewe. Inaweza nisaidia nikiwa mkubwa, naweza wafunza wenzangu nikiwa nyumbani. Alitufunza ya kwamba tunafaa tuwasaidie wale ambao hawajui, tuonyeshe jinsi ya kufanya. Umeshatangamana na mwanafunzi ama mtoto mwenzako ambaye ana ulemavu wa kusikia? Naam. Ilikuwaje? Hebu tueleze. Si kitu ngumu kwangu kwa sababu nishashika hiyo kitu, kwa sababu mwalimu alinifunza nikaelewa. Tueleze ulikutana naye wapi, ukajuaje kwamba anatumia lugha ya ishara, na ulipojua mazungumzo yakawa vipi? Alikuja shuleni, tulikuwa hapo kwenye gwaride, tukaambiwa afanye, sisi tukisema yeye anafanya nini. Na ulihisije wakati huo? Nilisikia raha vizuri. Unaweza kusema changamoto ziko wapi katika kubobea kwenye lugha ya ishara? Kama vile kutumia mikono yako. Sasa sahi siwezi fanya vizuri. Nimeumia kidole yangu, sasa kufanya ni vigumu. Inakuwa ngumu kwangu kufanya. Na hiyo kitu iko ndani yangu, na natamani kuifanya. Naweza tamani kwenda mahali mbalimbali. Na labda katika wazazi kupokelea wewe kupenda lugha ya ishara, unahisi wanaunga mkono ama wana wasiwasi kuhusiana na wewe kutaka kufanya somo la lugha ya ishara na kubobea? Nilifika nyumbani nikamweleza mamangu na nataka kujua jinsi ya kufanya vitu shuleni na pia nyumbani. Nijifunze kutumia lugha ya ishara. Alisikia furaha, akasema basi yafanye, labda siku moja inaweza kupeleka mbali. Bila shaka. Asante na hongera sana. Asante. Kazi nzuri. Kwa majina naitwa Farela Mandi. Na nilianzia lugha ya ishara nikiwa na miaka 12. Naipenda lugha ya ishara kwa sababu inanisaidia nikiongea na wenzangu. Unaposema ukiongea na wenzako, unamaanisha wenzako kina nani? Kwa sababu tunajua katika shule yenu hakuna wanafunzi walio na ulemavu, na mnajifunza lugha ya ishara ili iweze kuwasaidia kutangamana na watu wenye ulemavu wa kusikia mnapokutana nao huko nje. Lakini unaposema wenzako, labda unamaanisha nini? Kuna mahali ambapo unatangamana na watu kama wenzangu wa nyumbani.
Kuna watu nyumbani ambao wana ulemavu wa aina hiyo? Naam. Na dhau tueleze ni nani ambayo nyumbani ana ulemavu wa aina hiyo, na unapotangamana naye haswa kutumia lugha hiyo mambo yanakuaje? Kama mtoto wa nyanyangu na ninamwongelesha na lugha ya ishara na namtia moyo. Naam. Naam. Labda ni mambo yapi ambayo ungesema ni ya muhimu kuzingatia wakati mtu anapotaka kujifunza lugha ya ishara? Ukitaka kujifunza lugha ya ishara lazima uipende. Ndio itakuwa rahisi kujua kutumia lugha ya ishara. Changamoto ni zipi wakati unajifunza lugha hii? Watu wengi wenye wajui kuongea lugha ya ishara, watoto wengine wanawachekelea. Na mimi kuona hivyo sifurahi. Napenda kutumia lugha ya ishara. Na inawasaidia kuongea na wanawasaidia kuwatia moyo. Wazazi wako wanachukuliaje wewe kujifunza lugha ya ishara? Waliambia nataka kutumia lugha ya ishara, walifurahia sana na wakanitia moyo. Ndoto zako za usoni kutumia lugha ya ishara ni zipi? Inaweza nisaidia niende mbali na kuongea na watu wenye wajui kuongea na mdomo zao. Na mtazamaji, tumezungumza na wanafunzi, walimu katika shule hii ambapo tunaona kwamba lugha ya ishara ni somo ambalo limewekwa katika mtaala kwenye shule hii na wanafunzi wana hamu sana ya kutaka kujua. Kama alivyotaja mwalimu, siku ya Jumatano shuleni humu imetengwa katika kubobea na kutumia lugha ya ishara. Nimefundishwa mawili matatu kuhusiana na lugha ya ishara kwa sababu nilifanya lugha ya ishara, mtazamaji, wakati nikiwa kwenye chuo kikuu na nilifanya vyema sana kupata alama ya A. Lakini nilikuwa nimeyasahau mengi kwa sababu ya kukosa uzoefu wa kutumia lugha ya ishara. Tujue iwapo masomo niliyopata mawili matatu kuhusiana na siku za juma kupitia lugha ya ishara basi nimeyang'amua. Siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne, siku ya Jumatano, siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa, ama unaweza kusema pia siku ya Ijumaa. Natumia ishara mbili, Ijumaa ama Ijumaa. Na siku ya Jumamosi, naona waelekezi wangu wamefurahikia sana ishara ya siku ya Jumamosi, sijui kwa nini, na siku ya Jumapili. Na mtazamaji, nafikiri tutakuwa tunaendelea kuangazia haya na mengine mengi shuleni humu. Wananishangilia wanafunzi wakinipigia makofi ya ishara kuonyesha kwamba swadakta nimepata ishara za siku za juma. Mtazamaji, na usiende mbali, nitakuwa naungana nawe tena kwenye sehemu ya kitabu cha Malenga nikiwa shuleni humu ama shule hii ya Milimani Star Junior. Usiende mbali. Shairi yenye mada chumba changu chapendeza. Asante. Chumba changu chapendeza, ila mimi siringi. Kina nini chumba hicho? Niulize nikwambie, niulize nikueleze. Chumba chenyewe ni safi, usafishwa kila siku. Siku haipiti moja bila mimi kupiga deki. Hata ngunguni mwa kitanda, tazama chumba changu. Kina meza ya kupendeza yenye mtoto wa meza. Kalamu zangu zi hapo, chumba changu cha kutia. Mlangoni mna fremu yenye rangi ya kupendeza. Nakipenda chumba changu. Ukitazama sebuleni, mna kochi ya kupendeza. Wageni hufurahia wanapoketi sebuleni. Chumbani mwa kulala na kitanda chenye matelegu. Ndani ya neti Mungu wanipati. Hiyo ya shukran. 3 2 go. Shukran. Tena 3 2 go. Shukran. Sawa. Ladies and gentlemen,
In front of you are Milimani Drama Club actors ready to present to you a play entitled The Green Hummingbird. So sit back, relax, and wait for the popcorns to pop. Welcome. Hongera, umepata binti. Naam, nashukuru Mungu. Nawe mwana mtiifu, mwerevu, asiyeogopeshwa na kitu wala mtu yeyote. Asante. Jina yangu ni Prensilia Nyambura Wanjiro na nina dance. Fanya mambo, umefanya mambo.
Na mtazamaji, tumefika katika sehemu ya mihemko ambapo tunawahusisha wanafunzi wa shule hii ya Milimani Star Junior katika sehemu ya mihemko. Kawaida tunapeana kitanzandimi, wanafunzi wanakirejelea kitanzandimi ambacho nimewapatia na tunajua iwapo wameweza kuking'amua au la. Na pia tutakuwa tunawauliza mawili matatu kuhusiana na baadhi ya methali ambazo wamefundishwa darasani, iwapo kweli walikuwa wanasikiliza mwalimu darasani. Na nimepata idadi ya ziada ya wanafunzi, tuone iwapo kitanzandimi wataking'amua. Kisikitiko kikusikitishacho kisikitikie. Nani anataka kujaribu? Mtu ataka kujaribu anasema nije kwake. Hakuna kuzungumza kwa kelele. Nani anajiamini anataka kujaribu? Naam, twende kazi. Kisititicho kama kisititacho. Hebu rudia. Kisititicho kama Nani mwingine anataka kusikitika? Kisikitisho kisitake. Kisikitiko kikusikitishacho kisikitikie. Kisitikitisho kisitikitaje kisitikitaji kisikitiki. Kisikitikitisho kisikitiki. Nani mwingine anataka kujaribu? Kisikitiko kikusikitishacho kisikitikie. Kisikitisho Kisikitisho kusikitacho kisitikie. Nani mwingine anataka kujaribu? Mnaogopa? Walio nyuma nani anataka kujaribu? Ndio kujaribu? Sogea karibu hapa. Karibia. Kisikitiko kikusikitishacho kisikitikie. Kikusikitisho kisikutaje kisikutie. Kisikitisho kisikute. Yaani kitanzandimi kimewashinda kweli. Nyinyi nyote hakuna mtu mmoja anakipata. Naam. Kisikitisho kisikitishacho ukitikie. Naam. Nataka kujaribu? Nataka kujaribu hapa. Twende kazi. Kisikitisho kinachokisikitisha kisitikie. Kidogo lakini umeibadilisha vile unapotaka wewe. Nani anataka kujaribu wa mwisho tumpe fursa? Nataka kujaribu? Twende kazi. Kisikitiko kikusikitishacho usikitie. Kisikitiko kikusikitishacho kisikitikie. Kitanzandimi bila shaka kimewavuruga wanafunzi wa shule hii, lakini tujaribu tuone iwapo wanajua methali. Akili ni nywele. Akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Sadakta. Mchagua jembe? Sio mkulima. Mchagua jembe? Sio mkulima. Na bila shaka. Mwenye macho? Ambi tazama. Sitaki watu wapeane majawabu huko. Unapotaka kuzungumza unainua mkono. Mtaka cha mvunguni? Sharti ainame. Bila shaka. Papo kwa papo? Papo kwa papo? Ndio hupakwa. Papo kwa papo? Ndio hupapo. Sidhani. Papo kwa papo? Papo kwa papo kamba hukatajiwe. Papo kwa papo? Na mtazamaji, nitakuwa nafikia tamati kwenye sehemu hii ya mihemko, na kwa jumla tu kipindi cha Jahazi la Elimu hii leo nikiwa nimejumuika na wanafunzi wa shule hii ya Milimani Star Junior katika eneo la Kiserian, kaunti ya Kajiado. Asanteni sana kwa kuungana nasi hadi tamati. Tuungane tena juma lijalo kwenye kipindi cha Jahazi la Elimu. Bila shaka nitakuwa naungana nawe tena juma lijalo kwenye kipindi cha Jahazi la Elimu nikiwa na hodha wako Hadia Mwasiwa. Nakutakia jioni njema.